Tumika. Asante sana Pasta kwa kunipa nafasi hii. Hata bingu siku ya leo ilikuwa imejua katika kanisa la CFF limetaita nitakuwa hapa. Kwa hivyo nitakuwa tu kama chombo tu. Mungu atanitumia kama chombo, nasi wengine tupate nafasi ya kuacha mawazo mengine yoyote ambayo tuko nayo. We converge our thinking, tuweke mawazo yetu pamoja ili na tuandae moyo. Ni kwa sababu ya yale Mungu ameandaa, sio mimi. Kwa sababu nikisema yangu nitakuwa nimetoka nje ya makusudi ya Mungu mchana wa leo. Kabla sijaendelea, kwa maana mimi msahau, leo hii tumetembelewa na marafiki wetu wapendwa. Naitwa Milka, mimi ni mama wa wengi na grandmother wa wengi. Kwa hivyo niko hivyo na neighbor, rafiki yako. Kwa hivyo tu, na zaidi ya yote nimeokoka, Yesu amenipenda. Tulipokuwa tunaendelea katika harakati za kucheza mbele za Mungu ama kumsifu, kuna jambo lilikuja mbele zangu katika mawazo. Nikaanza kufikiria siku 7 ambazo sisi wote huwa tuko kule nje na shughuli zetu za hapa na pale. Nikaona ya kwamba wakati huu peke yake ndio umetengwa wa kuja kumchezea Mungu, kufungua kinywa tukiwa wengi. Kwa maana sisemi ati huko ukiwa ndani ya shamba hauimbi la, ukiwa ndani ya nyumba si kusema ati hauimbi la, lakini tukiwa wenye tuko ni leo tu. Na ilikuwa dakika hizo. Sasa hata hatuwezi rudisha atekegosho tena, no. Ati tuanze kuomba. Kama ulipitwa na huo wakati umepita. Na hakika wakati huu wapendwa ni wakati mbaya sana ambao tunauita 11th hour. Wakati huu ndio ambao ukipitwa na huu wakati wa kunyakua ufalme wa mbingu, ni wakati ambao una hatari kubwa. Wakati ambao wengi wameanza kuingia kanisani, kama vile mwingine alikuwa ananiambia siku hizi hata yeye asalimiani Bwana asifiwe. Ni kwa sababu mtu anasifu Mungu ili hali yeye ako katika anafanya ila tendo la giza, kila tendo ambalo ni chukizo mbele za Mungu. Wapendwa, wakati huu ni wakati wa kujitakasa. Huu si wakati wa kuchukulia tu nafasi bure. Huu si wakati wa kuanza kuangalia mambo yale na yale. Uniangalie mimi na wewe, la hasha. Ni wakati wa kujiandaa vilivyo. Ni kwa sababu parapanda itakapopigwa, nilikuwa nikijiwaza wakati mwingine, huwa nikijinyosha kwa kitanda, wakati mwingine huwa ninajinyosha kana kwamba niko kwa jeneza. Mimi huwa ninafanya hivyo experiment. Nasema hebu nijinyoshe vile siku hiyo ikifika nitajinyosha, na nitajinyosha nikiwa aje. Huwa ninajipima, naona nitapimwa na hiyo kitu wanapima kuanzia hapa mpaka kwa ule ndio nitoshe kwa jeneza vizuri. Na mtu akifura huwa anagongwa shoka. Kwa hivyo nikaambia Mungu wangu, nitakapokuwa mahali pale nitakuwa aje na sitanena tena. Sitanena pia ninaanza nitakuwa hivyo. Nitakuwa aje? Ile pumzi itakapotoka, nitatoka namna gani? Na je, ninaanzaje kujiandaa wakati huu ambao ni wakati sio wa kucheza? It is not a joking hour. Ni kama wale form 4, grade 6 na grade 3 sahi wakati huu hawachezi kabisa na masomo, kwa sababu wanaona hakuna tena kuona hilo darasa. Kwa hivyo ni wakati pia na wetu sisi tujihami, tuweze kuweka ganga, acha kujiitanisha na SFF na Minister. Hapa wokovu ni personal. Wokovu wapendwa ni personal. All of us kama vile tulivyopewa kadi hapa. Yes, I belong to CFF. Ndio. Acha nikuimbie wimbo moja kidogo, laini moja, kwa sababu sitaki kupoteza muda kwa lugha yangu. Gutweka memba wa kanisa ni wega,
kupatithio na wĩigĩrĩrwo moko, nona ningĩ gũkĩra macio mothe kaba gũtuĩka mũmemba wa matu-inĩ. Tuĩka memba mũrata, tuĩka memba ĩni, gũbatithio na wĩigĩrĩrwo moko, nona ningĩ gũkĩra macio mothe kaba ũtuĩke mũmemba wa matu-inĩ. Bwana atukuzwe. Kuwa memba wa kanisa ni vizuri, lakini ujipendekeze, uhakikisha kwamba umehakikika vizuri katika kitabu cha uzima wa milele. Jina la Mungu lipewe sifa. Nikiendelea na hiyo laini, nafikiri timu yangu inaendelea vizuri. Wakati ninapokuwa katika shule, sijakwambia timu bado na sina haraka na timu. Nikamwambia siwe na wasiwasi, si hata umekula kuota mkate. Bado nilikuota. Kama uko kabisa unaenda na mimi. Ukiwa katika shule tunafuata kile kitabu kinaitwa cha kurudia encyclopedia, Sageta, wana majina matamu. Na hiyo mambo yote, lakini hapa tunatumia Biblia peke yake. Na Biblia haiwezi kuingia tu hivi kuandaa kwenda mbinguni. Ila tu ninataka kuongea laini ambayo mimi naipenda sana. Ninakumbuka nikiorodheshwa katika hii laini ya intercessory na askofu mkuu. Aliniingiza katika hiyo laini. Na imeonekana hiyo laini imenishika kabisa kama gundi. Imenishika kabisa kama gamu. Nemoe guru negei. Hiyo gamu hiyo. Imenishika vizuri. Kwa hivyo bado hiyo laini ya intercessory ndio nataka tuingie, na ndio laini ya maombi. Bwana awabariki, awatendee mema. Ndipo tuweze kujiandaa vizuri. Mimi ni mama na nimeendelea kwa umri wangu, lakini sijafika umri mkubwa sana kwa sababu shosho yangu bado iko primary. Kakifika secondary tunafurahi. Kwa hivyo na wewe je, hapa unasema wewe kameingia primary. Kako baby class. Na mwingine anasema bado kako kwa magoti. Kila mtu ana laini yake ama aje. Lakini natenda furahishwa na neno moja la Mungu. Ya kwamba tukifika mji wa mbinguni tutakuwa sawa sawa. Otire gitoga kana modeni. Otire muthamaki ukaduro. Iduane tugakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩakongania rĩothe mamwĩhokete. Amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Ekiũru nao nĩmakaingatwo. Bwana awabariki. Nilikuwa nasema watakuwa sawa. Hata msikie imesonga sana. Nikisema watu tutakuwa kitu sawa sawa. Hata yule mtoto amezaliwa leo na mimi tutakuwa sawa. Bwana atoe sifa. Sasa our theme today is prayer. Hakuna kingine. Ndio tujiandae katika hali ya mji wa mbinguni. Unajua siku moja Mungu atakupatia kitu ile yenye mtu asiki microphone. Ninataka tuangalie mambo ya maombi. Sasa mimi ukiniita tu nitaongea tu juu ya maombi. Lakini haya maombi sikuwa nimefikiria ujumbe utakuwa maombi. Mimi nilikuwa nataka kuongea juu ya foundations and evil altars. Hiyo ndio nilikuwa nikifikiria kwa sababu pia napenda hiyo somo sana. Misingi ya kishetani na misingi ambayo tuko nayo. Kila mtu anakware, ni akoragwo kware. Kila mtu anakware ambayo ametoka, lakini hiyo sio dini yangu. Nilikuonyesha tu.
ilikuwa hiyo, lakini another time wakati nitakuwa nimepewa nafasi. Wacha tuone Timotheo wa pili, second Timothy 2. Tukianzia pale second Timothy 2. Oh my God. My God is so good. Timothy wa pili ama Timotheo wa pili 2. Timothy wa pili 2. Naomba mwenye vyombo tuache na hiyo kelele hata usikie hili neno. Ndio kwa sababu ni lako. Na ninakupenda sana. Si unajua hivyo? I love you. Tafadhali lazima nikupende. Sireni letu. Timotheo wa pili 2:20. Nasoma kwa lugha ya Kiswahili halafu tutaendelea. Na nitaanza 19 halafu 20 tosha gani. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama. Mwenye muhuri hii, Bwana awajua walio wake. Na tena, kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Verse 20. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimpaacho Bwana. Neno la Mungu litukuzwe. Hapa tumeambiwa juu ya nyumba, na hapa tumeambiwa ya kwamba Bwana anajua watu wake. Na hakika kama anakujua wewe, na Mungu anatuambia ya kwamba ametuandika majina yetu kwenye kipaji chake cha mkono, kwenye paja lake. Kwa hivyo anatujua kwa majina yetu. Na ndio sababu ninafurahia wadada wa hii kanisa. Wao wanaitana tu Milika, Margaret, Caroline. Nafurahia hiyo. Sijaipata mahali patamu kama hapo. Kila saa tunazoea nina Njoroge, nina Ndugu. Mama Lucy. Lakini hapa tunaitana dada Ann. Hivyo inakuwa tamu sana. Kwa hivyo kwa sababu Mungu anatujua kwa majina yetu. Na kama anatujua kwa majina yetu, awajua watu wake. Mimi na wewe anatujua vizuri sana. Na kama anatujua, basi Mungu anasema na tuache uovu. Jina la Mungu lipewe sifa. Kila nyumba kubwa, hebu angalia hiyo ni A. Kila nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu peke yake. Enda kwako nyumbani. Unaona hivyo vyombo ambavyo uko navyo vya aina gani? Unakokuwa ni uko kwenu. Kuna vyombo vya mbao, kuna vyombo kisoma ya Kikuyu inaongea vizuri sana vile inasema roa. Mpaka nyasi inaongea vizuri sana. Kila nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo. Kila nyumba kubwa, nyumba yote nene, kila nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu tu, hata na vya fedha vimo. Na zaidi ya yote
kuna vya udongo na vya miti. Na vingine kati ya hivyo vyombo vya kupewa heshima na vingine haviwezi kupewa heshima. Kama gani? Kwa mfano, kifagio katika nyumba. Kifagio katika nyumba chafagia kila kitu na ndicho kinang'arisha hiyo nyumba sana. Kwa hivyo pia kina kazi yake. Nataka kusema nini? Kila mtu katika nyumba ya Bwana ana faida yake. Lakini ujiulize, wewe ni kifagio ama wewe ni kile kikombe ambacho wanasema hiki sio cha kutumia ovyo ovyo. Hii nguo yangu sio ya kwenda kwa shamba. Hapana. Hii navaa wakati naenda hapo nini? Hapo ndio naenda ramenya. Hii kiatu changu akiendi huko kwa matope. Inaenda mahali hapo hapo. Wewe ni chombo cha kuheshimiwa. Mbona wewe sio chombo cha kuheshimiwa? Mbona mimi sio chombo cha kuheshimiwa? Ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, akina nani hao? Wale waovu. Na kujitenga na hao, na tafadhali unapozungumziwa jambo kama hilo, tuone holejo. Unajua holejo ni nani? Holejo ni wale watu ambao wanasema hata ukimsalimia anakwambia igandera. Tosha kama ameokoka. Hauwezi kukusalimia. Ameokoka. Nani mtaka? Na hata kama ni kule shule, hata kukucheza mipira na wale wengine wale wale si safi. Haujaambiwa hivyo. Use this way. Tunaambiwa tutumia akili. Tusiwe watu wa nini? Watu ya hiyo ati si hivyo. Ujitenge. Kuna mambo ambao wataongea, wewe huwezi kuyaongea. Kuna mahali wataenda, huwezi kuenda. Si tutamwona you are not my friend. Wewe si rafiki yangu kwa sababu si hivyo. Tutumie watu wenye akili. Roho Mtakatifu atakusaidia sana. Lakini tujitenge na hao. Ngoja narudia. Basi ikiwa mtu atajitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima. Kujitakasa na kujitenga na hao. Na wakati unajitenga na hao, mpendwa, usifikirie ni parahisi hivyo. Imagine wale walika lako wanafanya jambo lile na haulifanyi. Wanaongea yale na kuyafanya. Unafikiria ni yapi atakufuata? Mpaka nini? Matusi makali na maneno makali. Tuwa kolea mzigu. Tuwa nalaku. Usijali hayo. Weka masikio yako pamba hapo. Na usiwadharau. Usionyeshe unawadharau. Ukijitenga na hao, naendelea, utakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimpacho Bwana. Kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Kilichotengenezwa na Bwana na cha kumfanyia kazi iliyo njema. Kwa hivyo tutakitakasaje? Basi tutakuwaje watu wa heshima, wapendwa? Tutakuwa watu wa heshima kwa njia ya maombi. Hakuna kuoga. Hata wengine ambao wako pale hivi, kamata hapa kuna kuaje. Kamata hapo. Kama lugha kwa roho hapo ukajira nikageo. Hivi tu hapo. Kwa hivyo tuwe tunajitakasa sisi wenyewe kwa njia ya maombi. Tutajitakasa kwa njia ya maombi. Unatubu dhambi mpaka usizozijua. Unazitubu dhambi mpaka za wakati ulipozaliwa. Tulizaliwa katika misingi tofauti, na ndiposa nilitaka hiyo kitu niongelele juu ya msingi.
tuliumbwa katika misingi tofauti. Others wametoka kwa single mothers. You don't know your dad, haujui baba yako alipo siku ile tu alikupata na usiniangalie vibaya. Ni Mungu anajua sababu ya ulivyozaliwa. Mwingine akazaliwa mzazi wake hakutoka kwenye wodi, akaenda akiendanga, kwa hivyo humjui. Mwingine sijui ulipozaliwa, sijui uliendelea aje, ukaenda hivi. Ajelia wewe huda, nawe ni aina gani? Hiyo mambo. Sisi ni watu wa Mungu na anatujua. Sisi kwenye tumetoka hiyo sisi yangu. Tena wako ni ndani ya ndio. That is how you are supposed to say. Sasa ungelegeza kwa vitu kile hizo hapo. Ungani tena wako ndani. Hebu sema hiyo sisi yangu vile nilivyozaliwa. Hebu sema hivyo. We clear the air now. Sema hiyo sisi yangu nilivyozaliwa. Sema hivyo. Hiyo sio shida yangu nilivyozaliwa. Ama na yule ambaye nileta hapa duniani. Ninachokijua pia leo ni kwamba nina makusudi mazuri ya Mungu, atukuzwe Jehova. Na tutajitakasa, lazima tujitakaze kwa njia ya maombi. Na maombi ndio haya. Kuna mtu aliniuliza watu huomba namna gani? Na nikaona ya kwamba ikiwa ndio ni somo huenda wengine hatulijui sana. Ni vizuri tunafuata mpangilio. Hata tunapoenda kwa mfano nataka kwenda Nairobi. Huwezi kuchukua girieni na ukasema uniwekee nyama choma. Girieni tu sako hii yetu. Hauwezi kuchukua na ukasema mimi naenda Nairobi na unatoa macho yako. Hiyo macho yako itakuwa useless. Hautafika Nairobi. Unafikishwa hapo pipeline, unaambiwa resort. Kwa hivyo maombi kuna njia ambayo huwa yanafuatwa sana. Na njia kwa wale ambao wanaandika, tunafuata huu mwongozo. ACTS. Wale ambao wanaandika ACTS kuteremsha hivi. Alafu tutaenda across. ACTS Acts. Ya kwanza ni kwa njia ya Kiingereza adoration. Kumtukuza Mungu. Unaanza maombi kwa kumtukuza Mungu. Unamtukuza Baba wewe ndiye Mungu. Achana na akiulira na njaa. Kuna watu huanzia njaa. Tunaanza na kumtukuza Mungu. Asante Bwana kwa kunipa uhai. Asante Jehova kwa maana niko. Asante Mungu ni kwa sababu ya kuniumba. Asante kwa kuona ukuu wake. Bwana najua unanisikia na Bwana ulinileta hii duniani kwa ukuu wako. Unampatia Mungu sifa zote. Dakika zote zenye Mungu atakupatia. Najua hata nataka kuangalia hata teenagers nitawaingiza kwa maombi. Usiniangalie hivyo washeni, lazima nitakuingiza siku moja kwa maombi. Na ni leo. Adoration. Next is means confession. Confession. Hiyo ni kutubu. Unatubu sasa. Toba. Bible inasema aje? Tukisema sisi sio wenye dhambi, hata kumjua Mungu hatumjui. Hata neno la kweli halimo ndani yetu. Tukijua hapa, hata ndio sababu Yesu alipoitwa na wanafunzi wake siku moja akaitwa Bwana mwema, alisema mimi sio mwema. Yule mwema ni yule aliye mbinguni. Kwa hivyo tunaanza na confession. Number 2, tunaenda kutubu. Unatubu dhambi zako, unatubu mpaka za wazazi. Unatubu mpaka sababu yako. Because the Bible says, atawafikishia kizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu uovu wa babu zenu. Kwa hivyo unapaswa kujitenga. You disconnect yourself from those people. My parents are no longer here on earth, but I pray that walionyesha njia ya msalaba na watukuza walale salama salimini. T inasimamia thanksgiving. Unapeana shukrani. Asante Bwana, asante Jehova, wastahili sifa. Wewe tu ndiye Mungu, wewe tu ndiye Bwana.
pande zote. Baada ya hiyo unakuja point S, supplication. Sasa ndio unatoa sasa, na ujue Mungu jana sikukula, ninaomba ukinipatia tu unga ya leo. Sema sasa hoja zako na zijulikana na Mungu, atukuzwe Bwana. Sasa unatoa malalamishi yako hapo, na si una hapo unanyenyekea bado ukitoa malalamishi. So utakuwa umeenda karibu 1 hour. Na ndiposa watu wengine usema na nini hii huwa anaomba muda mrefu. Anasema tu asante Bwana. Na ukimwangalia yeye anakohoa vibaya. Kama last week nilikuwa nakohoa vibaya. Lakini Mungu ni mzuri. Hata nikasema sitaki kukuja mbele za watu. Ni kwa sababu tuko duniani. Unashindwa mtu anasema asante Mungu kwa nini? Hapa hivi ukitoa hoja zako, sasa unakuwa umekamilisha karibu 1 hour. Ama wengine ambao huenda mpaka 2 hours. Kwa sababu adoration that a minute, confession that a minute, sio yote inakuwa karibu 2 hours. Ukitoka hapo umesweat. Kwa sababu Mungu. Sasa ni kwa nini? Na Yesu alitufundisha maombi. Yesu ashatufundisha maombi. Na maombi yenyewe yako katika kitabu cha Mathayo 6:9. Hata wakati ambapo una nguvu, mpendwa na kuomba. Wakati una nguvu. Kuna wakati nilikuwa nimefanyia watu hiyo. Nikamwambia watu wengine wanajiita wanatoka Nairobi. Nikasema nitawauliza hebu tufanyeni awalog prayer. Kila mtu wakati wake Yesu alitufundisha maombi. Ukijikuta hapo hivi kama umeishiwa nguvu, kuna wakati mtu huwa hana nguvu kabisa. Unajikuta hata huko kitandani na kuambia hata nini usemi. Wakati mwingine umeshikwa pengine hali fulani na umeishiwa na nguvu. Mungu alitupatia ombi. Na kama utajifunza hili ombi, riziki yetu, utusamehe deni zetu, kama sisi nasi tuwasameheavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Wewe usiyesamehe mtu, umeambiwa utusamehe dhambi zetu, kama sisi tuwasameheavyo wadeni wetu. Nani ana mtu ambaye hajasamehea? Umpatie time. Kama ni wewe umekamatwa vizuri na mtego wa Mungu. Kama ni mimi, nimekamatwa vizuri sana. Kwa hivyo tunapaswa utupe leo riziki yetu. Na pale pazuri sana penye pananifurahisha ni ufalme wako uje. Hapo ndio kugolera hau. Hapo piga mstari. Ufalme wako uje. Ufalme wa Jehova ukishuka. Falme zingine zote zinanyamaza. Je, hakuna tena kuongea. Ufalme za uganga, uchawi, hiyo misingi tumetoka, umasikini, sijui ni nini. Hiyo yote falme zingine zote zinanyamaza. Ufalme wako uje. Ufalme wa Jehova ukija vile kama tunavyosema sisi ni wafalme pamoja na ufalme wa mbinguni. Anatupatia ukamilifu wote na anatujibu sala zetu vizuri. Atukuzwe Bwana. Niko peke yangu ama tuko na nini? Again, I can be speaking to myself alone. Naweza kuwa naongea peke yangu taifa. Nafikiri I'm speaking to someone. Nionyeshe kwa ishara ya mkono. I am here. Sema I am here. Thank you my dear. Love you. Mungu akubariki sana. Nimeshukuru tuko na mtu. Tuko na mtu hapa hivi. Na mpendwa. Hiyo nimesema ni wakati umeishiwa na nguvu. Na sio wakati tu umeishiwa na nguvu. Kuna wakati mimi kuomba hilo ombi sana. Ninapoanza sala zangu, kuanza na hiyo na ninafunga na hiyo. Kana mdogo komete karibu na Dennis kwa pia amuka. Hapa ni babaya. Najua yule mbaya ako tu area. Sifikiri hayuko area. Anajua ako area. Lakini tumemkanyaga vilivyo. Kwa hivyo hiyo
nimesema ni ombi ambalo lina nguvu nyingi sana na linabomoa sana. Nakumbuka kuna wakati mwingine nilikuwa nimeingia katika hekalu ya Mungu. Mimi mpenda sana kwenda asubuhi na ile ya Geshani ile original. Nyinyi mnasema mko kwa Geshani. Nilikuwa Geshani siku hiyo ya original. Hapa si Geshani, hapa ni town. Mimi nalipa so moja tukifika town. So, nilipokuwa pale nikakuta siafu. Vizuri wamejaa kwa kanisa. Mimi sidai. Hizi ni saraka. Kaina ndio na ile kanisa yetu ilikuwa inawekwa soda. Mnaona hii video kupiga hivi magoyo. Ndio soda. Wewe jua hiyo mambo kidogo yenyewe tuna. Kitu kingine inanisumbua. Mkaimwaza. Sasa hiyo nimelala nimefika. Na mezurako zimejaa. Siafu wamejaa wale wakubwa wakina ngopo kwetu. Ni daku la mito liko. Huko amejua. Nitakwambia. Nilizunguka hivi nikikasirika. Ninasema ya kwamba hivi, nyinyi siafu hampaswi kuwa katika madhabahu ya Bwana. Na kunanisikia vizuri you have to quit and go. Kabla ibada ianze. Neke, kwani unanisumbua nini? Usonge malimani. Nini? Ndio nikasirika. Weka hiyo ombi la Mungu. Ya afala huwa kinyele. Nikaongea mpaka hizo. Nikazunguka kanisa yote. Kwanza niliombea maji. Kuna maji aina fulani nilichukua. Hivi kesho mbaki kuna wabogoroki ingine ya watu waliokoka. Nikasema hii maji, I turn this water into blood. I turn this water into blood of Jesus Christ. Kija kwa the giver. Afanya work in heaven. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Madhabahu ya Bwana haiwezi. Lazima hapa patakuja kufanywa ibada. Na hiyo ndio motiuma wale, motivi. Do you know what they did? Walitii na kuambia. Nikaanza kuona tugere tungadia. Kile kana rudi huko ndani. Lakini nyingi zikaanza kwenda. Na sisi kutoka huko 30 minutes. Nilihakikisha vile wote wametoka. Na nikaanza kupanga viti yangu na kupanguza. Haidajiri ya kumwela huduma yako. Alafu nikamwaga maji. Unajua kwa hiyo Geshagi tunapiga gharama vizuri. Na kuruka vumbi inatoka. Hiyo marada inaleta vumbi. Na tutalala huko tukiomba. Wacha wewe unakuwa very smart. Hawezi piga hiyo makoti yako. Siku yenye Mungu atakukamata, utalala flat. Utalala fudi chini mpaka uzeme. Unadaiwa heho ukiwa chini. Na kwa hivyo tuendelee kuomba, naye Mungu nimewatolea testimony moja ya kuomba. Walitii. And every animal huwa wanatii. Nakwambia huwa wanatii. I remember recently. Ni vizuri kuanza ushuhuda mengine. Juzi tu nilipohamia hapa Mutaika. Nyoni shikamenya ndege hawa wenye wanajiita njiwa. The down. Mnawajua ile moye dushi. Wadogo. Wasipojua. Walikuwa wanakuja kama dhati juu ya mabati na ni saa 8 za usiku. This one cannot be. No. Na sasa hiyo nimeamka. Ndio sasa hiyo ninaomba. Kasema Mungu God. Nyinyi njiwa, si mnanisikia vizuri sana Ninasema ya kwamba kuna miti, kuna viota wenu, hapa sio viota. Zamani kama tujafika hapa mlikuwa mnajigangara na tukaa hapa. Lakini sasa nasema one after another you go. You know that is what they did. Unajua nilipo walifanya. Nikasikia ni kama nimetupa jiwe juu ya mabati. Sikutupa, waliondoka. Wanatii. Kwa hivyo usitishwe na kitu. Usikideo kiona dino hauwezi kugia. Hapana wazungumzie. Naongea hivyo kwa sababu tumeongea na dino hosi. Wakaenda. Kuna dino hosi kingine hii masinei yanasukua watu na ni mashaitani. Kwa hivyo ni vizuri. Haya usitoka kwa mtambo wa nini wa maombi. Nego usitoke tafadhali. Ndio kwa baba. Nataka kwa testimony. True
life testimony. Ona kama kioni tukigua na ngithejo thakame yakwa mbere ngomona kanini tukigua na ndio yako. Kwa hivyo hivi ni adui wa shetani. Tuone Mathayo 7:7 yenye tulikuwa tunasema nini Yesu ya kuomba 7:7. Mathayo 7:7. Hautaruka hiyo kaile kama mstari umefungua Biblia yako. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Rafiki yangu umeambiwa omba utapewa. Suppose mimi niko na njaa. Usitoke kwa hawa wasomi hawa vijana wetu hawa wanajua kusema kaa rada. Unasema unaradishwa na kusema omba. Kama usipoomba, mtu anajuaje ati una njaa? Nisaidie chakula. Nitajuaje una njaa kama usipoomba? Unapaswa kuomba. Usiposema hodi, utafunguliwa na nani ukae huko nje? Na unafanya hayo kwa maombi. Naye Mungu anakusikia akiwa mbinguni. Utasikia Mungu kusikia, ana masikio kusikia. Wajine keja. Wako arore nikiwadisha. Omba utapewa, tafuta nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Wapendwa wengi wameumia katika hali ya kutoomba. Kuomba ni kazi. Nakwambia mumero hapa inakauka. Ukiita kitu ikiwa mbali inakauka. Kinakauka wapendwa, ni sisi tunaachilia Mungu. Usimwachilie kijuma utada limite. Yakobo akasema stoki hapa mpaka unibariki. Waling'ang'ana na malaika mpaka asubuhi na mahali pale pakaitwa Peniel. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kukaa na Mungu. Unakamata Mungu vizuri na unaomba mpaka Mungu akupatie. Na unagonga, unabisha nawe utafunguliwa, tafuta nawe utapata. Na kuna mahali Yesu aliomba. Unajua ni vizuri kama sisi ambao ni waokovu. Tunaona huko kama kwenda Muislamu. Unajua juzi tulikuwa na sikukuu yao ya kukula nyama. Kwa hivyo inaitwa na sisi wenyewe Yesu wetu ambao tunaamini aliomba. Kuna wakati aliomba. Fungua tu hapo mbele tu kutoka Matthew, Mark. Ingia Mark 14. Mark 14. Matthew, Mark, Luke, John, Mark. Second book of New Testament. Mark 14:32. Mark 14:32. Mark 14:32. Tasoma laini mbili tusiwatoshi. Najua mama hii anataka kwenda nini. Nikanisha sana. 32. Nitakwambia tu hapa ni ngapi. Kisha wakaja mpaka bustani. Mark 14:32. Kisha wakaja mpaka bustani itwayo Getsemani. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa muda niombapo. Akamtoa Petero na Yakobo na Yohana pamoja naye, akaanza kufadhaika sana na kuhangaika. Akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akiomba ya kuwa ikiwezekana saa hiyo imuepuke. Akasema, Baba, yote yawezekana kwako, uniondolee kikombe hiki, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Akaja wakawakuta wamelala. Akawaambia Petero, je, Simoni, umelala? Hukuweza kukesha saa moja? Atukuzwe Jehova. Kuna wakati ambapo Yesu ilikuwa wakati wake
wa kuondoka na kwenda kusulubishwa msalabani, na saa ilikuwa imefika. Basi akaona ya kwamba inabidi aombe, na akaenda akawachukua, na kumbe kuna kila mtu, hakuna mtu mwenye hana mabeste yake. Hao vijana wananiambia marafiki wazuri kabisa wanaitwa besti. Hiyo jina sijui nasemaje. So alikuwa na marafiki zake ambao ni Petero, Yohana, Petero aliyekuwa anaitwa Simon, Yakobo na Yohana wana wa Zebedeo. Alikuwa na hawa vijana na wakaenda nao akiwa katika lile shamba la Getsemane. Akaambia hawa wanafunzi wake, hebu ketini hapa nisonge kidogo. Sio wakati wote. My word there is be alone in prayer. Uwe peke yako ukiomba. Si mahoya moja si corporate prayers. Sio maombi yote mnaomba kwa pamoja. Ndio unaweza kuwa una mambo ya undani sana unayoombea, naye mtu ataenda kusema, hata ukiona dada Miliki hapo anasema anaumwa na tumbo, na si tumbo tu anaendesha. Unaona ni yuko kijaba. Leo haujikeze kila kuanelea. Kwa hivyo kuna wakati ambapo unaomba kivyako. Kuna wakati unapaswa kuomba peke yako. Akasonga mbele kidogo. Ana hawa wapendwa wake, lakini pia alisonga mbele kidogo. Akasema, Baba, kama yawezekana niondolee kikombe hiki. Na sio tu kwa mapenzi yangu, ila ni kwako. Kuna wakati mwingine sisi huwa tunalazimisha Mungu maombi. Kila mahali huwa ukisema, let thy will be done. Acha mapenzi yako yatendeke. Na Mungu hufurahi sana ukimpatia kipaumbele. Kwa hivyo tuwe tukiomba maombi wakati mwingine ukiwa peke yako. Na kuna wakati ambapo tunaweza patwa na shida na tuombe. Twende katika kitabu cha Yakobo. Kitabu cha James. Yule ambaye anataka naomba na mwenye amefika kwa Yakobo. Nimefika Yakobo sura ya 13 peke yake. Yakobo sura ya 5:13. Inasema mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Kwa hivyo ana moyo wa kuchangamka, yani amefurahi, na aimbe zaburi. Sio mingine hapo tu. Mtu wa kwenu amepatwa na mabaya, amepatikana na mabaya. Rafiki, unapopatwa na mabaya, watu wengine ukimbilia watu wa kwao. Anasema, bro, unajua aje? Hapa niko na shida, mtoto wangu amefukuzwa school fees, ana nini? Niko pesa, bra, unaenda Kenya Women, unakopa. Sijui nini, nakuja totwa, sijui nini. Umeambiwa uombe. Sisi kama watu ambao wameokoka, tumeambiwa omba. Yes, you are going to that place. There is no problem. Lakini utakuwa na nguvu za Mungu. Lazima huyo mtu ambao unamwendea atatii. Sina giridhano, yes, atatii kwa sababu umetanguliza Mungu. Mungu anataka pesa. Kwa hivyo ukimtanguliza Mungu atahakikisha umepata hiyo, because hayo ni mazuri sana wapendwa. Hebu tuangalie. Na hapo umeambiwa uombe. Bado ni maombi, usitoke hapo kwenye mtambo. Tuingie Yeremia 33:3. Yeremia. Unajua mnasema niko kwa New Testament peke yake. Niingie kwenye Old. Sasa nimeingia huko. Yeremia 33:3.
kuongeza 3 ni 9, 33:9. 33:3. Inasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Bwana atukuzwe. Tumeambiwa muite. Etana. Kuna wakati mmoja mtoto fulani alikuwa amefungiwa nje. Hivyo tokileo wakati tulikuwa tunalelewa, tulikuwa tunaambiwa uingie kwa nyumba, hebu toka nje, unatoroka unaenda nje. Ndakwero ukora huko kwa masomo hivi. Tulikuwa tunalelewa vizuri, asante sana wazazi wetu. So, unakaa nje. Ikiwa biashara hivi, unaona si mbaya sana, bado si usiku. Bado mama hawezi matuka hapo, uraika aja. Na vile nilikuwa naogopa giza. So unakaa unaendelea kulia pole, nifungulie mlango na kwambia imewekwa hiyo. Imefungwa. Fungulie mlango tu, unaanza kulia kidogo. Saa moja inaingia. Saa mbili ikifika, unatoa sauti kubwa. Na bado asiki, mpaka uliwe na fisi. So nikikumbuka na kuliwa na fisi na stuka. Hapo unaendelea giza linaendelea kutanda, ndio nawe unaendelea kutoa sauti kali ya kulia kabisa. So wakati tumesongwa na shida, ndio mtu huja. Hata unaona pasta vile kanisa watu wakuji mapema wameshiba. Watu watashikwa na njaa. Utawaona afadhali kujizoesha kuja mapema, kwa sababu tutajua kama huko unakuja mapema umemtengeni, umekimbizwa na kitu. Hivyo Mungu atusaidie sana, tutafute uso. Ndio tumeanza kujiradanisha na kuomba. Na Mungu atatusaidia sana. Isaya 65:3. Ninaenda kumaliza sasa. I'm just about 65. Sikukalishi. Ndio kama saa hii sijui kama ametoka. Ninakuangalia najua penye unaenda ni mimi nafanya haraka. Nilikuwa nasikia Mungu na vitu. Ah, 65:3. Bado ni maombi. 65:3. Bible inasema namna gani? Inasema kama nilivyo na kusudia amejificha, kwa sababu inasema nilikuwa tayari kusikia ulipokuwa unaniita na hukuniita. So asante. Watu wasionitaka wanauliza habari zangu. Nimeonekana na hao. Watu wasionitaka wanauliza habari zangu. Nimeonekana na hao wasionitafuta. Na niliambia taifa lisilo okay, there. God. Ninataka kusema nilikuwa tayari kukusikia. Nilikuwa tayari kukusikia, lakini haukuomba. Kwa hivyo Mungu wetu, the verse imepitwa na shetani, lakini usijali.
The word is, Mungu alikuwa tayari kutusikia, lakini hatujamuomba bado. Kwa hivyo tuendelee kuomba Mungu na ataendelea kutusikia. Tukiendelea kumuomba Mungu, ataenda kutusikia. Ni sisi hatujamuomba, na tukimuomba Jehova ataweza kutusikia. The last but not the least, kila mmoja wetu tafadhali, kama haujajazwa na Roho Mtakatifu, ni vizuri uombe nguvu za Roho Mtakatifu ndio uweze kunena kwa lugha mpya, dini mpya. The gift of the Holy Spirit, hiyo ni John 16:7-13. Ukisoma hapo utaona ya kwamba Roho Mtakatifu aliachiliwa na Mungu, na ni vizuri tuombe ndio akuwe guide yetu, anatuongoza. Kuna wakati mwingine ndipo kujua hali na ndimi za Roho Mtakatifu ni tamu. Kuna wakati unaweza kasirishwa na mtu na unaona mtu ni ndio napaswa kumwombea akufe. Huyo mtu naomba Mungu amchome akufe life. Unaomba Mungu. Mimi unaongea hiyo kwa nini? Unaongea kama makusudi ya Roho Mtakatifu. Hapo ndio Roho Mtakatifu ni mtamu. Sasa mwingine umekasirika. Unaingia katika ndimi. Unaongea katika ndimi. Kwa sababu ukianza kusema mtu yule jirani yake, ni kuudia udia. Si sababu hizo. Kuna sababu maybe ulikuwa na kiburi, Mungu anakuleta chini. So it is good to desire to have the Holy Spirit. Si ati uko naye ni hiyo hajatokana. Tuaje hiyo kwa na lugha mpya. Ni vizuri to desire. I remember when I was filled with the Bible. The power of the Holy Spirit. Hii kuwa na uzito. Na ile kuwa tamu. Hiyo kuogelea katika hiyo. Kuogelea katika moto wa Mungu ni tamu. Ulimi unakuwa mwepesi. Unaongea lugha mpya. Inakuwa tamu. Na si wewe zile za kujifunza, na usijaribu kujifunza. Kuna watu siku hizi wanaandika kwa vitabu. Anajifunza. Anaanza kujifunza, dame nyingine ndio tisha bado na. Unatisha nani sasa? Kwa mambo yako ya kujifunza lugha mpya. Naenda na 2 na 3. Unasikiza vile baba yetu askofu anavyo. Unajua kuna wakati mwingine wanaingia katika ndimi, wakati pengine unasikia wengine wakiingia kwa ndimi nao na copy hiyo moja. No, don't try that at home. Nitakwambia tu hivyo. Kwa hivyo, desire to be filled by the power of the Holy Spirit. It is just here. Iko tu hapa. Inauliza tu mtu ajitakaze tu, ajaze nguvu mpya. Na sitaki kuendelea hapo. Sitaki kutoa dikomtarita na dikuongea. No doubt. Mungu wa ukweli na wa haki atusaidie pamoja nawe kuomba. Wakati wa ubatizo ufikapo, ikuwe ni maajabu. Wakati wa Holy Communion, kuna watu hujazo wakati wa Holy Communion. Unapotelea tu mkate hivi, unapotelea tu divai, bila ulikuwa tu umetoratia hii nguvu. Unaanza kuendelea na nguvu mpya. Unapowekwa ndani ya maji hivi, deep immersion. Kuna watu wakitolewa katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama ingekuwa watu kama kipatia nikitoka hilo neno jokene. Nakwambia ni kutamu ndani ya maji. Ukitoka tu unafanana na kitu kingine. Lakini ndani ya maji ni kuzuri. Kwa maana unakuwa mwingine anaweza batizwa. Ukibatizwa hivi katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hiki awatendeke. Wow.